ni Jumapili ya kwanza baada ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Wazo kuu ni kufanana na Yesu Kristo. Kufanana na Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Basi moja kwa moja tutaenda kwenye neno la Mungu. Nashukuru sana kwa maombi ambayo amekwisha kutangulia. Yameshatengeneza njia. Sasa tuko tayari kusikia neno la Mungu. Fungua na mimi kitabu kile cha Mathayo mtakatifu sura ile ya kwanza. Injili kama ilivyoandikwa na mtumishi Mathayo mtakatifu sura ile ya kwanza. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki, kianza mstari mdogo wa kwanza hadi wa 17. Biblia inaanza kwa kusema, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake, Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari, Peresi akamzaa Esrom, Esrom akamzaa Ramu, Aramu akamzaa Aminadabu, Aminadabu akamzaa Nashoni, Nashoni akamzaa Salmon, Salmon akamzaa Boazi kwa Rahabu, Boazi akamzaa Obedi kwa Ruthu, Obedi akamzaa Yese, Yese akamzaa mfalme Daudi, Daudi akamzaa Sulemani kwa yule mke wa Uria, Sulemani akamzaa Rehoboamu, Rehoboamu akamzaa Abia, Abia akamzaa Asa, Asa akamzaa Yehoshafati, Yehoshafati akamzaa Yoramu, Yoramu akamzaa Uzia, Uzia akamzaa Yothamu, Yothamu akamzaa Ahazi, Ahazi akamzaa Hezekia, Hezekia akamzaa Manase, Manase akamzaa Amoni, Amoni akamzaa Yosia. Na mstari wa 11, Yekonia na ndugu zake wakati wa ule uhamisho wa Babeli. Mstari wa 12 tunaendelea. Na baada ya ule uhamisho wa Babeli, Yekonia akamzaa Shealtieli, Shealtieli akamzaa Zerubabeli, Zerubabeli akamzaa Abihudi, Abihudi akamzaa Eliakimu, Eliakimu akamzaa Azori, Azori akamzaa Sadoki, Sadoki akamzaa Akimu, Akimu akamzaa Eliudi, Eliudi akamzaa Eliazari, Eliazari akamzaa Matani, Matani akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Na mstari wa 17, basi vizazi vyote tangu Ibrahim hata Daudi ni vizazi 14, na tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli ni vizazi 14, na tangu ule uhamisho wa Babeli hata Kristo ni vizazi 14. Hilo ndilo neno la Bwana. Tutaongozwa na kichwa kinachosema ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Katika somo hili tutaongozwa na kichwa kinachosema ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Ni vema unaweza ukawa na kalamu na daftari lako, tuende sawa. Naamini neno la Mungu alishuki bure, na wewe kazi yako ni kulinyakua. Kiliweza kulitunza neno la Mungu likaishi ndani yako, wewe una uzima. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza, huu uzao umebeba kusudi la Mungu.
sio ukoo wa kawaida. Umebeba kusudi la Mungu. Hiyo ndio jambo la kwanza kabisa. Sasa siendi mbali sana, ila tu nataka tuone jinsi huu ukoo ulivyobeba kusudi la Mungu. Tunatambuaje kuwa huu ukoo umebeba kusudi la Mungu? Na hapo unaweza ukajitathmini pia kwamba mtu aliyebeba kusudi la Mungu ni mtu wa namna gani? Anaonekanaje? Utajua huyu amebeba kusudi la Mungu. Hapa haielezi story ya hawa watu, ila ukirudi nyuma kwenye Agano la Kale utakuta story ya hawa watu ambao wapo kwenye ukoo wa Yesu Kristo, na ni waliishi maisha ya zamani ya Agano la Kale la Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa kila mmoja aliyeandikwa hapa ana habari zake, ana historia yake. Lakini ukitazama utaona jambo moja la ajabu sana. Walipitia maisha kama yako ya changamoto na kadhalika. Lakini jambo moja tu, uzao ulikuwa na kusudi la Mungu. Kwa hiyo basi, katika yote waliopitia, Mungu alijidhihirisha. Bwana asifiwe sana. Mungu alijidhihirisha. Hiyo ndiyo image ya kwanza kabisa utakayoiona kwa mtu ambaye ana kusudi la Mungu, kwa ukoo wenye kusudi. Kwanza tukianza na Ibrahim kama baba wa mataifa, alipitia mambo mengi na tunaona jinsi alivyokuwa akienda na Mungu. Mfalme Daudi, tunaona jinsi ambavyo alipitia mambo mengi, tukamwona Mungu. Utasikia Yakobo, lazima uone Mungu katika yeye, na wengine wote utakao wasoma hapa. Hii inatuonesha kwamba Mungu alikuwa na kusudi lake ndani ya hawa watu. Ndio maana pamoja na ya kuwa walipitia maisha mbalimbali, lakini bado Mungu alijidhihirisha. Kwa hiyo ili mradi una kusudi la Mungu ndani yako, wewe hauna haja ya kuhofia maisha na chochote kitakachotokea. Ni ajabu sana, kwa sababu angalia, Mungu alikuwa na kusudi na Yakobo. Wakati Yakobo amepoteza amani, akidhani ya kwamba tayari wana uadui na ndugu yake Esau, lakini Mungu anakuja kutengeneza na anambariki. Ni ajabu sana. Wakati Yusufu anaingia kwenye changamoto, unaweza ukaona kama vile ndio amepotea, anaenda kuangamia, lakini vile amebeba kusudi la Mungu. Angalia Mungu anavyojidhihirisha, mpaka mfalme Farao anasema, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani siku zote kazi yake ni kuharibu kusudi la Mungu. Kuharibu kusudi la Mungu ndani yako. Lakini Mungu kazi yake siku zote ni kutimiza mapenzi yake ndani yako. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio jambo la maana sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu unatakiwa usimame na Mungu peke yake. Ndio maana Mungu alikuwa akijidhihirisha kwa kila moja akimwambia, mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahim, Isaka na Yakobo, nisikilize mimi. Anataka kusudi lake litimie ndani ya huyo mtu. Bwana asifiwe sana. Na usijali wala kubabaika na changamoto zozote.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na wala usijidai kumsaidia Mungu, wewe msikilize Mungu, inatosha sana. Kwa nini? Njia za Mungu ni njia zako, lakini njia zako sio njia za Mungu. Bwana asifiwe sana. Mfano mdogo, Ibrahim alipokuwa akitafuta mtoto, wakati kusudi la Mungu ni kumfanya Ibrahim kuwa baba wa mataifa mengi, yeye Ibrahim anatafuta mtoto wa kumrithi mmoja tu. Kwa hiyo akaacha kusubiri kusudi la Mungu litimie, akaenda kujitafutia mtoto. Unajua kilichotokea? Mungu alimkataa yule mtoto, asema huyu hata kurithi. Bwana asifiwe sana. Sasa na ukiangalia hapa utaona mtiririko umekaa vizuri kabisa, ya kwamba mzaliwa wa kwanza ndio anayerithi. Ina maana kubwa sana. Ni vile tu hatuwezi kutazama kwa undani zaidi, lakini ina maana kubwa sana mzaliwa wa kwanza. Kwa nini mzaliwa wa kwanza? Kwa nini Mungu anamtoa mwanaye wa pekee ndio huyo? Na kwa nini pigo la wazaliwa wa kwanza lilimuumiza Farao Misri mpaka kuachilia wana wa Israeli? Kuna kitu kwenye uzao, kuna kusudi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Ibrahimu alipofanya vile, Mungu alikataa na Mungu akatimiza mapenzi yake. Lakini utashangaa Mungu huwa anageuza yale mabaya kuwa mema. Haleluya. Yaani kuna mahali utapitia, utaona kama umefika mwisho, utaona kama umeanguka, lakini Mungu yeye anatimiza kusudi lake. Ndio kitu kingine cha ajabu sana. Mfano mdogo ni kwa mfalme Daudi. Mfalme Daudi yeye alimchukua mke wa Uria. Alipomchukua mke wa Uria, Biblia inasema akazaa mtoto. Unajua yule mtoto alikuwa nani? Inasema pale alikuwa ni mfalme Suleiman. Bwana asifiwe sana. Hivi unajua Daudi alikuwa na mtoto wa kwanza. Daudi alikuwa na mtoto wa kwanza, na alipofanya ile dhambi, angalia, ndio njia zako sio za Mungu, ila njia za Mungu ni zako. Na wewe unafaa ufuate njia za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaweza kugeuza mabaya kuwa mema. Kule kwa Farao, Yusufu anawaambia ndugu zake, ninyi mlinikusudia mimi mabaya, kwamba niangamie, lakini kumbe Mungu anakusudi juu yangu. Kwa hiyo yale mabaya ameageuza kuwa mema. Ndio hivi mnaniona leo. Bwana asifiwe sana. Sasa angalia jinsi ilivyo. Daudi alipoona amemkosea Mungu, akatubu mbele za Mungu kwa machozi, akalia. Na kilichomfanya alie zaidi ni kwamba adhabu yake ilikuwa juu ya mtoto wake mzaliwa wa kwanza. Ilimuuma sana, kwa sababu alijua ya kwamba huyu ndio mrithi wangu. Kama Mungu atamuua, nani atakaye nirithi? Sasa unaona njia zake, yeye anafikiria hivyo. Akalia sana, na Mungu akamwambia simwache. Bwana asifiwe sana. Akamuua yule mtoto mzaliwa wa kwanza wa mfalme Daudi. Lakini anayehesabiwa hapa ni Suleiman, ambaye ni mtoto aliyezaliwa nje na utaratibu. Lakini tazama Mungu alivyoageuza. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa umebeba kusudi la Mungu, utamwona Mungu. Haijalishi utapita wapi, utamwona Mungu. Jambo la pili, kupitia haya maandiko, ni ahadi ya Mungu watu wake. Ninapozungumza watu wake, namaanisha Israeli.
ni ahadi ya Mungu kwa watu wake. Ndio maana Yesu amekuwa mwana wa baba wa wote. Kwa hiyo ni ahadi ya Mungu. Ukisoma pale ule mstari wa kwanza anasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Amna hapo mwana wa Yusufu. Yesu alikuwa ni mtoto wa nani? Tukiangalia kimazingira ya nchi, Yesu alikuwa ni mtoto wa Daudi? Alikuwa ni mtoto wa Yusufu. Tena yamkini unaweza sema hata sio mtoto wa Yusufu, kwa sababu hakuzaliwa kiivo. Bwana tusaidie sana. Yaani hakuzaliwa kiivo, unajua. Lakini kwa sababu ya kusudi la Mungu, Yusufu ana mtoto anaitwa Yesu. Unaona? Sasa Yesu Kristo ni kusudi la Mungu ya kwamba yeye awe ndiye mtoto katika Israeli yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Namaanisha nini? Labda bado hujanielewa vizuri. Yaani Yesu Kristo ni mtoto. Lile kusudi la Mungu la kwamba Ibrahim atakuwa baba wa mataifa mengi, lile taifa ni Yesu. Haleluya. Yaani lile taifa ni Yesu. Ndio maana ukisoma hapa anakuambia ukoo wa Yesu Kristo. Alafu anaeleza kuanzia mwanzo, mwisho ni pale Kristo alipozaliwa. Kwa unaona ile image yote imewekwa ndani ya Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana. Sisi wote tumo ndani ya Yesu Kristo. Zamani tulikuwa tunazaliwa kama ambavyo tumesoma. Daudi akamzaa Mfalme Suleiman. Na wengine wakamzaa fulani na fulani na fulani. Na ilikuwa inahesabika kwamba wale ni watoto wa Ibrahim. Lakini angalia jinsi ambavyo image inakuja kubadilika, picha inakuja kubadilika hapa Yesu anapozaliwa. Inakuwaje? Kivipi? Sisi sote leo hatuzaliwi kama jinsi ambavyo watu wanazaliwa. Bwana tusaidie sana. Sasa ukisoma katika ile Isaya, ile sura ya 9 mstari wa 5 wa 6 kuendelea, anaeleza kwamba maana amezaliwa mtoto kwa ajili yetu. Katika huyo sisi ndio tunajumuishwa. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Unaposoma Agano la Kale, kuna kipindi cha nyuma kidogo hapa tulikuwa tuna wazo linalosema neno la Mungu katika Agano la Kale. Anaposema vile anamaanisha nini? Agano la Kale ni ahadi ya Mungu. Agano Jipya ni utimilifu wa ahadi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo jinsi unavyoona yale maisha ya Agano la Kale yalikuwa yana interpret Yesu. Yaani anamtafsiri Yesu. Ndio maana Yesu akaelezewa na Isaya. Alafu utakuta jinsi wanavyozungumzia ni wanamzungumzia Yesu. Yesu ndo alikuwa lengo. Kwa hiyo ahadi ya Mungu kwa Ibrahim ni Yesu. Ndio maana Yesu alitoka kwenye ukoo huu. Ndio maana tunasoma hapa ni ukoo wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo ambavyo tunakuwa. Na kwenye hili somo la pili kwenye Wagalatia amesoma vizuri pale, anasema maana pale tulipokuwa watoto tulienenda
ulimwengu kidunia, ya kwamba tulikuwa ni watoto katika baba zetu na kadhalika, lakini anasema wakati ulipotimia ndipo Yesu Kristo alizaliwa. Alikuja. Huu ni wakati timilifu ambao usidhanie tena kuna mtu atazaliwa kimwili. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niende jambo la tatu na la mwisho. Huu uzao wa sasa uko connected na Mungu, umeunganishwa na Mungu. Hiyo ndio ilikuwa kusudi la Mungu, sisi tuwe ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaendelea na hiyo picha. Leo hatuzaliwi kihivyo kimwili ndani ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kinachotakiwa ni mataifa yote yawe ndani ya Mungu, yawe wana au uzao wa Ibrahim, mataifa yote. Tumesoma vizazi 14 mara 3. Vizazi 14 mara 3, na hivi ni vizazi vilivyoko kwenye ukoo wa Yesu, vilivyobeba kusudi la Mungu. Sasa nje na hapo kuna vizazi na vizazi. Kama tungekuwa tunataka tutembee na urithi wa namna hii, dunia itaisha, mataifa bado hawajawa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini kupitia Yesu Kristo mataifa mengi, Biblia inasema Ibrahimu ndo atakuwa baba yao. Na nitasoma. Biblia inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Alafu mstari wa 14 ndio unadhihirisha neno hilo. Anasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana asifiwe sana. Wote watakaompokea Yesu leo, hao ndio wanafanyika wana wa Mungu, sio tena vinginevyo. Na sisi tuliompokea Yesu ndio tunaouona utukufu wa Mungu ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Nje na hapo, wewe si uzao wa Ibrahim, maana kusudi la Mungu ni wewe ndani yake. Unaona Biblia, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila muaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Unaona Kwa hiyo nje na hapo ndio kumbe kuna hukumu, lakini ndani ya hapo sisi tupo kwenye kusudi la Mungu. Kwa jinsi hiyo basi hakuna mtu atakayesema mimi ni uzao wa Ibrahim alafu yuko nje na Yesu Kristo, hakumpokea Yesu Kristo. Huyo atakuwa ni Mungu. Yesu Kristo anawaambia hivi, ninyi msipotenda mapenzi ya Mungu msiseme kwamba mnaye baba yenu ndiye Ibrahim. Anawakataa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio hilo kusudi la Mungu. Maanake uzao wa Mungu ambao alikuwa amemwahidi Ibrahim ni yeye, ni Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu katika Kristo wanazaliwa wengi ambao hawazaliwi kwa jinsi ya kimwili wala mapenzi ya mtu, bali ni mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu. Mtu anifungulie waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 4. Alafu mwingine anifungulie wa Korinto wa pili sura ya 5. Ukoo wa Yesu Kristo. Sisi ni ukoo wa Yesu Kristo. Taka tukaone jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa anakusudia katika mambo yote. Unaposoma Agano la Kale, alafu unakuja kusoma Agano Jipya,
unatakiwa uone hili, uone ahadi ya Mungu, uone utimilifu wa Mungu. Ndani ya ule utimilifu wa Mungu kuna lile kusudi la Mungu. Mungu anakusudia nini kwetu? Aliyepata waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 4 mstari wa 13. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 13 unasema, katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Mstari wa 14, na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Hapo kwanza unaona ndiyo kusudi la Mungu, atushirikishe roho wake. Sasa hapa ukitazama vizuri utaona jambo kubwa mno. Unajua Mungu ni roho. Sasa anaposema ametushirikisha roho wake, maana yake sisi tunakaa kwenye ile cycle ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndio hapo anazungumza, anasema tunaona kupitia nini? Upendo. Mungu ni upendo. Ndio anachozungumza sana hapo. Kwa si tunakaa ndani ya Mungu, alafu na Mungu yupo ndani yetu. Huo ndio upendo mkubwa wa Mungu. Alafu ndio lilikuwa kusudi la Mungu, sisi tutakaaje ndani yake? Maana Yesu anasema kama sisi tulivyo na umoja wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ndivyo ilivyo na ninyi, muwe na umoja katika Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndio makusudi ya Mungu ilikuwa. Alafu Wakorintho wa pili ile sura ya 5 mstari wa 16. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 16 inasema, hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya Mungu. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Mstari wa 17 nasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hivyo unaona haya maneno yote utaona yanazungumzia kitu kimoja. Sasa paka hapa si mmeshaona kwamba tumehama kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Unapozungumzia ya kwamba tumehama, natamani uone ya kwamba zamani tulikuwa kwenye generation fulani kimwili, na sasa tuko kwenye generation fulani kiroho. Anasema ingawa tulienenda kimwili, lakini sasa hatupo huko. Badala yake mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya. Huyu amekuwa ni kiumbe kingine kipya. Kwa kusudi la Mungu sisi tuwe ndani ya Yesu. Tunapoona ya kwamba Yesu amezaliwa hapa, tunashangilia kwa sababu ahadi ya Mungu imetimia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu alipokuja alikuja vile vile kitofauti, yani tofauti na dunia. Unajua watu wakadhani ya kwamba sasa ahadi ya Mungu imetimia, tutakombolewa kutoka kwenye utumwa wa kimwili wa pale Misri. Kumbe sio. Yamkini kitu ilimchanganya paka Yohana Mbatizaji. Hivi unajua Yohana Mbatizaji alikuwa anamtengenezea njia Yesu. Na juma kadhaa tulilopita tulikuwa tuna wazo linalosema kumtengenezea Bwana njia. Na leo tuna wazo linalosema kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo. Unaona? Sasa ndio tunatakiwa tufanane. Mungu mwenyewe aishi ndani yetu. Sasa kuna kipindi Yohana Mbatizaji mwenyewe ilimchanganya hii kitu, alipojumlisha kimwili na kiroho. Kwa nini? Aliona Isaya ametabiri vile ambavyo Yesu Kristo atakuja kufanya, kuotoa katika hali ya utumwa, kukomboa mateka, kufungua vifungo na kadhalika. Akasahau kiroho. Sasa wakati yuko gerezani amefungwa,
Yesu hakuja kumfungua. Kama ni wewe unafanyaje? Alafu ndo mtu ambaye wewe umemkaribisha, umemtengenezea njia na anakujua, sio kwamba hakujui. Yaani kama mimi hapa nimemtengenezea njia mchungaji Malaki, alafu baadaye mimi napata shida, yaani yeye hata hana habari na mwinjilisti wake, hivi mimi naweza kumfikiriaje? Na nilikuwa nasoma ya kwamba huyu ndio atakuwa Concord. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nasoma huyu ndio atakuwa Concord. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akiwa gerezani anatuma wanafunzi wake, huyu Yohana Mbatizaji, anamwambia nenda ukamuulize huyu Yesu kwamba ndio ni wewe kweli au tumngoje mwingine? Bwana asifiwe sana. Alafu saa hiyo ukumbuke nyuma kidogo, yeye ndiye aliyekuwa hamjui huyo Yesu. Ingekuwa paka saa hiyo Mungu hajamjulisha, tungesema kweli alikuwa bado hamjui. Lakini Biblia inasema alimjulisha kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mungu alimtuma njiwa. Kwa hiyo akasikia sauti ya Mungu akisema, huyu ndiye mwanangu ninayependezwa naye. Na Yohana akashuhudia watu, anawaambia mimi mwenyewe nimeshuhudiwa na Mungu kwamba huyu ndiye. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa yuko gerezani, haoni maajabu ya Yesu kimwili, na wengi huwa wanategemea miracle ya namna hiyo sehemu nyingi na wanafeli. No, Biblia inasema wamwabudu Mungu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Roho ni Mungu, kweli ni neno la Mungu. Sikiliza neno la Mungu, usiangalie nje na hapo. Kwa hiyo anakuja, anawatuma wanafunzi kwa Yesu. Yesu anamwambia neno moja, nendeni mkamwambie Yohana Mbatizaji. Sasa ndivyo ambavyo Yohana Mbatizaji alituonesha tofauti ya mwanzo na ya sasa. Tuwe ndani ya Yesu Kristo. Hilo ndilo lilikuwa kusudi la Mungu na mapenzi ya Mungu kwa watu hata leo. Ndio maana tukihubiri habari njema za ufalme wa Mungu, tunakwambia muamini Yesu. Hatukwambii ukatahiriwe. Tunakwambia muamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana katika Yesu Kristo hatuna tena Myunani, hatuna kutahiriwa wala kutokutahiriwa, bali Kristo amekuwa ni yote katika yote. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tuishie hapa, lakini nina neno moja. Yamkini tu tunaweza tukawa ndani ya kanisa hili, lakini sio ndani ya Yesu. Wewe ndio unayejua ndani ya moyo wako. Kwa nini nasema hivi? Hatuishi tena kimwili, tunaishi kiroho. Kwa hiyo sisi tutakutazama, tutakuona uko salama, ni mhudhuriaji mzuri wa ibada kanisani. Lakini maskini wa Mungu, kumbe ni kama Yohana akiwa gerezani, anatarajia msaada asiojua kuwa amekwisha upokea au alipaswa au ameshaupokea. Ukiwa unaona mwenyewe ndani ya moyo wako, maisha yangu mimi bado yako kwenye ulimwengu wa mwili, na huo mwili wa damu na nyama havitaurithi ufalme wa Mungu. Wewe tu mwenyewe jitathmini ndani ya moyo wako, alafu tutakuconnect na Mungu ili kusudi la Mungu litimie juu ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Tusimame mwenyewe, tujipeleleze. Jipeleleze, unaona mimi, je, ni kweli kama Yesu Kristo atarudi leo, mimi ni familia yake, mimi ni ukoo wake, atanibeba mimi kweli? Wewe ndio unayeona ndani ya moyo, na usiwaze umepitia mangapi. No. Kwa nini? Kwa sababu njia zako sio njia za Mungu. Wewe unachotakiwa ni kufuata njia za Mungu, ni kujiachilia kwa Mungu.
yeye mwenyewe ndo atimize kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Peleleza ndani yangu niwe safinia kwangu kama kwako Mungu idhihiri pia. Naomba tufatishe maneno haya. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, ninakushukuru sana kwa neno lako la uzima. Neno lako ni wewe Mungu, ni sauti yako, na katika neno lako ndiko kuna uzima. Bwana Yesu, ninasogea mbele zako. Nimesikia neno lako ni wito ndani yangu, ya kuwa ulinikusudia mazuri, na ndivyo unavyotamani yatimie kwangu. Leo hii siwezi kufanya moyo wangu kuwa mgumu. Ninasogea mbele zako Bwana, nifanye kuwa mtoto wako. Unisamehe dhambi zangu na makosa yangu na njia zangu zote nje na wewe. Nifanye kuwa ukoo wako sasa, na ninakataa kila namna ya vifungo. Ninakataa kila viunganishi vya koo nje na ukoo wako Bwana Yesu. Tangu leo nifanye kuwa ni mrithi pamoja na Yesu Kristo, mrithi wa ufalme wa Mungu, mrithi wa uzima wa milele, mrithi pamoja na wewe. Amen. Basi omba, wewe mwambie Mungu, omba, mwambie tu Mungu kitu ndani ya maisha yako sasa. Awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, akuongoze tangu leo. Zile laana ambazo zinakufuatilia zikome hapo, kwa sababu zinafuatilia kizazi cha 3 hata na cha 4. Ukiwa ndani ya laana, kizazi cha 3 hata na cha 4, lakini ukiwa ndani ya Yesu ni mwanzo mpya, ni mwanzo mpya. Anasema hata ikiwa haijalishi muda wa kizazi chako cha kupokea laana haujafika, ili mradi umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tangu leo umehesabiwa ni kiumbe kipya. Yale mabaya yote yaliyokusudiwa juu yako hayawezi tena kukupata katika jina la Yesu Kristo. Maana umekuwa ni chombo cha Mungu, umekuwa ni kusudi la Mungu na utimilifu wake ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninalitukuza jina lako na tunaliinua jina lako takatifu, Mungu, ya kwamba ni Mungu mwenye upendo sana, ya kuwa ni Mungu mkuu sana juu ya maisha yetu. Nasi Mungu tunasogea mbele zako jinsi tulivyo leo. Bwana, tazama ndivyo ilivyokupendeza wewe Mungu, ya kuwa uishi na sisi katika maisha haya, ya kuwa tukaone ufalme wako wa mbinguni hapa duniani, kama jinsi mapenzi yako yanavyotimizwa huko mbinguni. Nasi Mungu tumesogea mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Leo ambapo tunaona uzao wa Yesu Kristo katika kuzaliwa kwake, ndivyo unakuwa ukoo wetu na ndivyo inakuwa mwanzo mpya wa maisha yetu. Ikawe hivyo Bwana, jinsi tulivyo ndani yako. Mungu, tukapokee sasa baraka zako, tukapokee sasa lile kusudi lako ambalo Mungu umeahidi kila namna ya baraka katika maisha yetu. Bwana, tunakataa kila hila za adui mwovu, tunajitenga mbali na kila hila zake katika jina la Yesu Kristo. Tunampinga shetani sasa kwa namna yake ya uharibifu, maana yeye alikuwa akitafuta kuharibu kusudi lako ndani ya watu, lakini we Mungu ni mwenye neema sana. Bwana, tazama umebeba dhambi zetu, umechukua maovu yetu Bwana, ili kusudi sisi tuwe na uzima. Unasema ulikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Wewe ndiwe nuru Bwana, ya kwamba unamwangazia kila moja akapate kuishi katika mafanikio, katika maisha yenye uzima katika jina la Yesu Kristo. Mungu, achilia sasa
ile roho wako wa uzima, roho wako wa uweza, roho wako wa mamlaka, roho wako Mungu wa kila namna ya vipawa na karama katika maisha yetu. Bwana, wako watu wanasumbuka mahali hapa, walikuwa wakiishia maisha sio ya kwao, walikuwa wakiishia laana Mungu, lakini leo karama yako ndani ya roho wako uliyomshirikisha akafanye maisha mapya, akabadilishe Mungu kila ambalo shetani alikusudia, kila ambalo shetani aliharibu, Mungu likapate uzima sasa katika jina la Yesu Kristo. Familia yake ikawe na uzima pita kwa kila moja, ndoa yake ikawe na uzima, ikawe ndani ya kusudi lako, ikazae Bwana na kuongezeka. Bwana, baraka zako zikatawale juu ya watoto wako tangu sasa, maana wana kibali, maana wana uhalali ndani yako, kwamba wamekuwa ni warithi pamoja nawe. Mungu, baraka zile za Ibrahimu, Isaka na Yakobo, jinsi tunavyosoma Mungu ulipowabariki katika mifugo, katika wingi wa majeshi na watu, Mungu vikamiminike leo sawasawa na mazingira yetu. Kabariki kazi za mikono yetu Mungu katika jina la Yesu Kristo, ili tukakuishie kwa kusudi lako, tukikutumikia kwa furaha katika jina la Yesu Kristo. Na vizazi vyetu Mungu vikakujue wewe, vikakuone, tukakuone kizazi cha 3 hata na cha 4, hata Mungu siku ya utukufu wako katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana, pokea sifa, heshima na utukufu. Tunakushukuru kwa neema yako Bwana. Asante Bwana kwa jinsi ulivyotupenda. Asante Mungu kwa jinsi ambavyo hukujali jinsi ya udhaifu wetu, hukujali. Ulikuwa unaweza kujitengenezea watu wengine Mungu, lakini ulitupenda sisi, ukaona ni wa thamani bado machoni pako Bwana, ukatupenda na kutuweka huru Bwana katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya uhuru wa kila moja Bwana, wenye nguvu zako ndani yake, maana hakuna awezaye Bwana kujiokoa mwenyewe, bali Mungu wewe ndiye uliyekuwa wokovu ndani yetu. Tunakushukuru na kulitukuza jina lako tangu leo. Mungu, kaumbe kitu kipya kinachofanana na wewe, tukafanane na wewe tangu leo. Matendo yetu Mungu tukakuishie wewe Mungu, ukapate wewe mwenyewe kuwa ni picha halisi ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Amen.